Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Obedi Vyambara Ismail, ni makamu mwenyekiti wa vijana OPC Gongo la Mboto. Tunamshukuru Mungu, leo tarehe 22 mwezi wa 8 2026. Tunashukuru Mungu, vijana tumepata semina, tumejifunza vitu vingi sana katika semina, lakini mmoja ya vitu ambavyo tumejifunza ni kwa jinsi gani kijana isafishe njia yake, ni kwa kutii na kulifuata neno la Mungu. Pia kuna vitu ambavyo vimezungumziwa ambapo ni juu ya matumizi ya mtandao ya kijamii. Vijana wengi wanaonekana wanaharibika kwa sababu wana matumizi mabaya ya mtandao wa kijamii. Asante sana, karibuni sana Gongo la Mboto na Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jennifer Gerard. Natokea kanisa la Gongo la Mboto. Leo tulikuwa na semina ya vijana. Nashukuru Mungu, tumeanza vizuri, tumemaliza vizuri. Na tumejifunza kuhusu mitandao ya kijamii. Jinsi tunavyopaswa kutumia simu zetu. Tusitumie simu zetu vibaya, lakini pia tumejifunza kutii na kunyenyekea na tuwaheshimu wanaotuongoza, na tutembeapo mabarabarani au tuwapo majumbani mwetu au tuwapo sehemu yoyote ile, tuwe mifano kwa wengine. Kwa majina yangu naitwa Rose Lucas, natokea katika kanisa la RCC. Leo tulikuwa na semina ya vijana. Semina yetu ilikuwa nzuri na imeenda vizuri, tunamshukuru Mungu. Leo tumepata mafundisho kama vijana, tumejifunza kusimama imara kama vijana, kuenenda katika njia ya Mungu, na tumejifunza utii na unyenyekevu tukiwa mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Dickson Alan, ni muumini wa hapa FPC Gongo la Mboto na ni kijana pia. Leo tulikuwa na semina ya vijana ambayo ilikuwa inagusia swala la vijana na kujitunza na kujiepusha na mitandao ya kijamii. Na pointi kubwa ambayo nimejifunza katika siku ya leo ni namna ambavyo tunapotea kupitia mitandao ya kijamii kama TikTok, Instagram na Facebook na mitandao mingine yote ambayo ipo kwenye simu zetu. Na kingine ambacho kimetugusa zaidi ni kuhusu swala la mtu anapoangalia zile picha ambazo hazifai na zile video ambazo zinampotosha mtu katika maisha yake. Kwa hiyo inachukua muda mwingi sisi kushinda kusoma Biblia na kufanya ibada na maombi hapa na pale. Kwa hiyo nawasihi ndugu zangu ambao nyewe mko mtandaoni, ambao mnanisikia sasa hivi, mitandao ni mizuri, lakini tuitumie kwa faida ambayo ni nzuri, kwa sababu inaweza ikagharimu maisha yetu ya Kristo na kushinda kutoka mbinguni.